Bwana Yesu apewe sifa. Shalom, shalom. Wewe uliyebarikiwa na Bwana Yesu. Na ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako. Ujumbe unasema kwamba unatakiwa ujipende. Ikiwa Bwana wako Yesu Kristo alikubali kupakwa manukato yenye gharama kubwa sana duniani. Katika ile Mathayo 26 ule mstari wa 3 hadi mstari wa 16. Basi kwa nini wewe usinukie vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ikiwa Bwana wako Yesu Kristo alibadilisha usafiri, kuna kati alipanda punda, kuna kati alitembea juu ya maji, katika ile Marko 6:48. Kwa nini na wewe usibadilishe usafiri Mungu anapokupa neema? Lakini pia ikiwa Bwana Yesu alikuwa ni mlaji mzuri, alikuwa anakula vizuri sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo 11:19, ilifika mahali mpaka wakamuita mlafi kwa sababu alikuwa anakula vizuri. Kwa nini wewe usile vizuri? Lakini mwisho, ikiwa Bwana Yesu hakuchagua tu marafiki kwa kuwatazama kwa macho, katika Luka ile 6:12 hadi 16, Bwana Yesu tunaona anaomba usiku kucha wakati anatafuta marafiki wa kuambatana nao. Kwa nini wewe usijipende na kugharamia marafiki ambao unatamani kuwa nao? Kwa nini unachagua tu kila anayekuja kwenye maisha yako unamfanya kuwa sehemu ya maisha yako kirahisi sana? Kwa sababu yeyote anayekuja kwako ana mchango wa kuamua hatima yako. Kwa lazima ujipende. Ukijipenda unaweza pia kuchagua vizuri ni nani wa kuambatana na wewe, iwe kwenye urafiki wa kawaida au hata mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sio hivyo. Kwa nini wewe usijipende? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana 6, kuna mahali wanafunzi wa Yesu walitaka kumkimbia Yesu kwa sababu alilipa gharama ya kutafuta mahusiano mazuri na watu ambao aliamini ni watu sahihi kwenye maisha yake. Hakukubali wakimbie kirahisi, hakuacha waondoke kirahisi. Kwa nini wewe unakuwa ni mwepesi kujikataa na kuwakataa watu ambao unajua ni wa muhimu sana kwenye maisha yako? Kwa lazima ujipende. Usiruhusu tu mtu aondoke kirahisi kama unajua kwamba huyu ni mtu sahihi kwenye maisha yako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na ninyi mnataka kuondoka. Kwa sio kila mtu ambaye anaondoka kwenye maisha yako sio mtu sahihi. Wengine ni watu sahihi. Kwa lazima unapoanza mahusiano na mtu, hakikisha uwe umejithibitisha kwamba ni mtu sahihi. Na hata unapotaka kuondoka, usiwe mwepesi wa kuachia watu ambao ni wa thamani kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Naomba nikuombee, nitamke neno la baraka. Yamkini unatamani kujipenda, lakini kuna vitu vinakuzuia, kuna hali haziko vizuri kwenye maisha yako. Naomba nikubariki. Shika moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninatangaza baraka ndani ya moyo wako. Natangaza neema. Natangaza upako. Natangaza uwepo wa Roho wa Mungu ndani ya maisha yako. Ninakuvika utambulisho mpya ndani ya maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, roho ya kujikataa iondoke kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. 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 Katika jina la Yesu wa Nazareth aliye hai. Natangaza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natangaza utu wako uwe mpya wa kujipenda ndani yako. Nasema kwa jina la Bwana Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu aliye hai. Najua natamani uwe na tabia ya kujipenda ndani yako. Sema napokea tabia mpya ya kujipenda ndani yangu. Sema nakataa tabia kutokujipenda. Sema Mungu nisamehe mahali popote ambapo sikujipenda. Nilifanya vitu bila kujipenda. Nilifanya mambo nikidhani ni sahihi, kumbe sijipendi. Sema nakataa roho ya kutokujipenda. Sema roho ya kutokujipenda, achia maisha yangu siku ya leo.
achia fahamu zangu, achia hatua zangu, achia familia yangu, achia kila kitu cha kwangu kwa jina aliye hai. Sema Mungu nipe neema ya kushikilia watu sahihi kwenye maisha yangu. Sema Mungu nipe neema ya kuthamini watu sahihi katika maisha yangu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema natangaza kuanzia leo. Sema natangaza kuanzia leo, napokea roho ya kujipenda ndani yangu. Napokea roho ya kuthamini vitu sahihi kwenye maisha yangu. Sema mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Sema ya kale yamepita, sawa na Korinto wa pili 5:17. Mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu aliye hai. Naona historia yako ikibadilika siku leo. Naona ukipokea moyo wa kujipenda, moyo wa kuthamini watu sahihi kwenye maisha yako, moyo wa kutokudharau mtu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema imekuwa kwako. Natangaza baraka na ustawi. Natangaza neema na baraka tele ziambatane na wewe, ukajipende. Mungu baraka zake ziwe juu yako. Natangaza fedha, natangaza ustawi, natangaza afya, natangaza neema juu ya neema ziambatane na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.